Lengo la Mheshimiwa Rais ni kuleta tabasamu kwamba mtu anayetoka hapa Nanyamba anakwenda hospitali ya rufaa kule Ndanda au kule Mtwara afike kwa urahisi, si ndivyo hivyo? Ndio. Nataka nimwagize hapa meneja wa TANROADS, meneja wangu wa msimamizi wa barabara hii na wakandarasi, umtafsirie, tutakuwa naongea kwa Kiswahili. La kwanza, mwambie mwezi wa 10 wakati wa mvua ya vuli, haya malalamishi wanayoyatoa wananchi hapa kwamba wakati wa mvua ile diversion inakuwa mbovu na haipitiki, nitakuja na mimi nilioge hilo tope ili niwakomeshe hawa. Nataka nione inavyokuwa hiyo diversion. Mwambie kabisa. Takuja hapa mwezi wa 10 kukagua. Okay. Kutoka leo mpaka kufika mwezi wa 10 tuna miezi mitatu. Nimeambiwa kwamba malori yenye lami yameshaanza kuingia hapa. Ameleta. Mpaka hivi sasa hivi ana kilomita 8 tu ambazo ameweka lami. Nikija mwezi wa 10 mwambie nataka nizikute zisipungue kilomita 50 ziwe na lami. Mwambie. Maana yake ni kwamba atafute taa afanye kazi yetu usiku na mchana. Kama uoga wake ni ulinzi, mkuu wa mkoa yupo, atampa ulinzi, na wananchi nimeona mmepiga makofi, maana yake mtatoa ushirikiano, hakutakuwa na tatizo lolote. Mama Samia hoye! Akifanya mchezo mwambie tutakwenda kumpiga faini kali sana kulingana na mkataba, na hatutampa kazi nyingine yoyote ya kujenga katika taifa hili. Mweleze kabisa. Sina maneno mengi, tunataka vitendo, si ndivyo hivyo bwana? Hatutaki maneno mengi, tunataka nini? Vitendo. Mwezi wa 10 ninarudi hapa tena. Naomba Chikota, kwa sababu sitaki kuangusha maneno yangu, tutazungumza na mkuu wa mkoa, mtafanya hapa mkutano tena kuja kukagua. Mama Samia hoye! Jambo la pili, Chikota ameomba taa za barabarani. Namwagiza manager baadhi ya hayo maeneo yaliyokwisha kukamilika, ili wananchi waweze kuelewa na kupata matumaini. Hakikisha unaanza kuweka kule ambako tayari pameshakamilika. Kwa mfano pale Naliendele, weka taa hapo. Vipi hapo? Vipi na hizo 50 ninazoziagiza kwamba mwezi wa 10 ziwe zimekamilika, ili niamini kwamba barabara hizo kilomita 50 zimekamilika, ni pamoja na kuzikuta taa katika hilo eneo lililokwisha kukamilika. Mwambie. Mimi ni waombe wana Mtwara, serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kwa kweli tunampongeza sana kwa kutuletea miradi mikubwa mkoani Mtwara, ikiwepo barabara hii ambayo ni ya uchumi. Kwa hiyo ni waombe wana Mtwara wote kwa pamoja tuilinde miundombinu hii ambayo serikali inatujengea. Tuwe wa kwanza kuilinda ili iweze kudumu. Kama injinia alivyofahamisha mbele ya Mheshimiwa Waziri kwamba barabara hii inajengwa kwa viwango vikubwa ambavyo vinatarajiwa kukaa miaka 20. Itakaa miaka 20 kama sisi wenyewe wana Mtwara tunaitunza. Kwa kilio chetu kikubwa, wananchi hawa wanahamu barabara yao ikamilike ili iwasaidie kwa shughuli ya maendeleo. Akeo chocho. Kwa hiyo Mheshimiwa Ulega, tunasubiri kauli yako. Mheshimiwa mkuu wa mkoa amefanya kazi nzuri sana. Alifanya ziara, katembelea huko, akamuhimiza mkandarasi ongeza kasi, lakini bado hata kule kwenye diversion kule watu wakati wa mvua walikuwa wanapita kwa shida, si ndio?
mpaka tupige kelele ndo anatengeneza, kitu ambacho si kweli, kwa sababu fedha ile ipo, amelipwa. Kwa hiyo kuja kwako sina furaha kubwa sana kwamba utampa pressure huyu mjenzi ikamilike barabara. Tunataka mtu akitoka Mtwara kwenda Newala isichukue masaa kama inavyochukua siku hizi. Mheshimiwa Waziri, zipo ajira ambazo zimezalishwa kwenye barabara hii. Kwenye kipande hiki zaidi ya watu 445 wa Tanzania wameajiriwa, ambapo 395 ni wanaume na zaidi ya 50 ni wanawake. Faida zitakazotokana na mradi huu ni kuchochea maendeleo, kupunguza gharama za usafiri, urahisishaji wa kufanya biashara, lakini pia urahisishaji wa kusafirisha mazao, korosho na mazao mengine kwenda bandari ya Mtwara.